Kubwa zaidi, twende kwenye makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hatua ya makundi yametangazwa. Najua umeyaona ya kwenu, tuanzie kwanza kuyachambua ya upande wenu. Nilikuona kwenye peji yako kidogo unawabusa watani, unasema unakutana kundi la Kifa Watoboi. Tuje kwanza kwenye kundi lenu, Mikoa Kisugu, umelitazamaje hilo kundi? Kwanza mimi wa siku zote naheshimu sana mpira wa miguu, mchezo wa mpira wa miguu. Huwa naheshimu sana. Kuna muda mwingine unaweza kaongea uko serious, lakini kuna muda mwingine unaweza kaongea kwa sababu Dar es Salaam Africans na Simba ni watani na Charulana. Lakini kimsingi lazima nikiri kwamba unapokwenda kuzungumza mashindano ya klabu bingwa barani Afrika lazima unakwenda kuzungumzia mashindano magumu. Maana yake mashindano haya unakwenda kuwazungumzia mashindano makubwa ya vilabu katika bara la Afrika. Kwa hiyo mimi imani yangu yule yoyote ambaye atakapata nafasi ya kushiriki lazima tumheshimu, tujue ugumu wake, namna ambavyo alivyopambana mpaka kuipata hiyo nafasi. Kwa hiyo kwangu lazima niseme na niwaambie wana Simba kupitia ninyi waandishi wa habari, tuko kwenye kundi gumu, tuko kwenye mashindano magumu, lakini tunahitaji kufuzu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Moja kitakachosababisha sisi tuweze kuondoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, slogan ya Simba tukisimama kwenye Simba nguvu moja. Leo hii baada ya kupita kwenye mitandao ya kijamii, baada ya kuzungumza na wana Simba wengi, kilichonistua zaidi kuona wana Simba wako katika overconfidence. Wanajiamini sana. Jambo ambalo mimi binafsi nalipinga, jambo ambalo siliungi mkono. Hali ya kuwa tunahitajika kuwa na confidence, lakini si overconfidence. Huu ni mpira wa miguu na haya ni mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Japokuwa naweza kukiri kwamba ni mashindano ambayo sisi takriban miaka 7 tunafanya vizuri, kwa maana kwamba tunafika katika hatua ambazo zile ambazo tunalizisha katika mambo ya football hususan katika klabu bingwa barani Afrika. Leo hii Salome, ukienda kwenye rekodi sahihi, mwaka jana tulikuwa tunajidai kusimama kwenye rekodi ya vilabu 5 vilivyofanya vizuri katika mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa kucheza miaka 6 mfululizo katika hatua nzuri. Basi tulikuwa tunajidai ya Simba. Lakini Simba mwaka huu tumekwenda mbele zaidi. Tumetoka kwenye 5 tumekwenda kwenye vilabu 3 vilivyofanya vizuri takriban miaka 7 katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Maana yake utakwenda kutaja Al Ahly, utakwenda kutaja Mamelodi Sundowns, utakwenda kutaja Simba Sports. Hapa nieleweke vizuri, aliyefanya vizuri takriban miaka 7 mfululizo katika mashindano ya Simba Sports. Lakini kwa sababu tumefanya vizuri kwa miaka 7, hatuna sababu ya kutengeneza overconfidence. Tuwe na confidence, tushikamane ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kutoa support kwa timu kwenda kufanya vizuri. Mimi naamini tukisimama katika slogan yetu ya Simba nguvu moja, aina kikosi tulichokuwa nacho, aina manager ambaye tulikuwa naye Pantef, aina uongozi wa Simba uliokuepo, na imani tutakwenda kufanya vizuri zaidi na tutakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Mikoa Kisugu, umezungumza kuhusiana na swala la baadhi ya wana Simba kujiamini sana. Hii tukirudi kwenye mchezo wenu wa mwisho wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mmeshindwa kupata ushindi mkiwa nyumbani. Hii inakupa taswira zaidi ya kuona kwamba hii michezo hamtakiwi kuingia mkiwa na confidence ya juu zaidi. Salome, kuna mashindano ya aina mbili. Japokuwa yote yanasimamiwa na mtu mmoja. Mimi tafsiri yangu, mashindano ya klabu bingwa kuna mashindano ya aina mbili. Kuna preliminary round na ligi ya mabingwa barani Afrika. Wao unazungumzia kule kwenye raundi ya chini, raundi ambayo kafu wanasimamia lakini si kwa mkazo. Na ndio maana kwenye raundi ile vilabu vyote vilioshiriki tumekwenda na mdhamini wetu ambaye sisi anatudhamini tunapokwenda kwenye mashindano ya klabu bingwa tu, ndio na mdhamini wetu. Naeleweka vizuri hapo? Maana yake kafu automatically 100% wanakuja kusimama. Sasa niwakumbushe wana Simba, ndio tunakwenda kwenye mashindano ya klabu bingwa halisi, ndio tunakwenda kwenye ligi halisi ya klabu bingwa barani Afrika. Ndio mnakwenda. Kwa hiyo Salome, ukija kule kwenye mchezo wa awali, mimi binafsi nilijua baada ya Simba kushinda goli 3 Uswatini, nikajua Benjamin Mkapa sisi kazi imefanyaje? Imekusha. Lete akili ya kawaida. Wale Uswatini Zingzini wanakuja katika uwanja Benjamin Mkapa, Simba anahitajika goli 3 wafuzu, tunakosa. Kwa ilikuwa ni mtego. Nikupe historia fupi ambayo mimi naamini waandishi wengi mnajua. Simba tulicheza na Mkazali Devils ya Zambia
Tunatoka kucheza Zambia pale Kitwe, Simba anafungwa goli 2-1. Goli la Simba linapatikana kwa njia ya penalty iliyopigwa na Cesar Ramazan Kichuya. Watu wakasema Simba anatoka. Shughuli imeisha. Tunakuja uwanja Benjamin Mkapa, dakika ya 14. Alan Chisara anakwenda kumtingisha aliyekuwa beki wetu Mohamed Hussein Shabalala. Inapigwa cross, Bwali anaipiga, Bwali anakwenda chini kule kaskazini. Anatuambia biashara imefanyaje? Imekwisha. 2-1 ukijumlisha na 1 na kwa 3-1. Mechi imekwisha, Simba anaongoza goli 3-1. Tuliwe pia kushuhudia mikoa. Sikiliza Salome kwanza. Mbona una haraka? Sawa. Mambo ya Kisugu. Ndio kwa mara ya kwanza mchezaji baada ya kufungwa, baada ya kulia anacheka, hiyo mechi karudie. Emmanuel Anodiokwi anachukua mpira katikati anaangusha kicheko. Mimi nikajiuliza kicheko kile kwa sababu ya kufungwa watu tushafungwa. Stories zinaendelea Clatous Chota Chama. Kama kumbukumbu itakaa vizuri, goli la Kusini anachukua pasi anampiga mtu chenga na mweka mtu mmoja anaitwa Jonas Gerard Mkude nungunungu. Kama anakanyaga accelerator, mwanaume anachia fataki. Imo. Lakini kwenye haya pia tumewahi kushuhudia Medi, nisikilize Salome. Nakupa historia ya Simba njia alizopitia. Medi Kagere. Anaweka chuma ya pili tunakwenda kupumzika hiyo. 2-1. Dakika mwishoni. Clatous Chota Chama. Mkana Le Devils wanafanya faulo. Anataka kuzubaa Chama, anamwanzisha John Boko Adebayo. Boko Adebayo anaipa mezoni kwa mtu mmoja anaitwa Ramadhan Dilunga, Hassan Dilunga HD. Dilunga anafanya driving ya kwanza, driving ya pili anapiga kati. Katless ile wataalamu wa mpira wanasema. Sasa acha hiyo. Njoo na AC Vita. AC Vita ile ya. Inakuja hapa historia hiyo, nenda kasomeni waandishi. Mchezaji mwenye umri wa miaka 24 ni mmoja tu. Waliobakia 17 18. Vijana wanatembea. Dakika 16 goli la Kaskazini. Kazadi yule alikuwa ndio Francis Kazadi ambaye yuko Singida sasa hivi akashaondoka. Hatari Salome. Tunakwenda kushiriki ligi ya mabingwa. Tusiishi kwa historia, tuishi kwa uhalisia. Twendeni tukapambane wana Simba kuhakikisha Simba inakwenda kufanya vizuri. Na tayari umeshuhudia Simba ikiwa chini ya manager Pantev. Inakupa taswira nzuri huko mbele ambako mnaelekea. Yes. Na ndio maana wana Simba wanatembea na overconfidence. Hapana, tunde na confidence. Wanaamini kikosi chao, wanaamini manager wao, wanaamini technical na wanaamini management ya Simba. Football. Tusiweke 100%. Twende tukapambane. Hii ligi ya mabingwa bana Afrika. Mikoa Kisugu, tuje tuwazungumzie kidogo wapinzani wako ambao na wenyewe kuna kundi ambao linatajwa sana kuwa ni kundi la kifo kwa asilimia kubwa. Kuna Ahali wa mumule ndani wanatajwa, FAR Rabat wa mumule ndani, inaonekana kama wao wamekutana na kitu kizito. Tuzungumzie hilo kundi na matumaini yako kwa watani wako ambao mko pamoja kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwanza niseme sio kundi la kifo. Okay. Ni kundi la kawaida sana isipokuwa kundi lina Waarabu wengi. Sio kundi la kifo. Na ukimsikia mtu anasema kundi la kifo sio mtu wa mpira. Sema ni kundi lina Waarabu wengi ambao mimi ndugu zangu kiasili uko kuzaliwa. Waarabu. Yes. Mimi asili ya baba yangu Omar bin Nasor Mikoi ametokea Misri. Ndio. Malaiki Sugu. Yes. Wana mwenyeji tayari. Bibi yangu aliyemzaa mama yangu mzazi asili yake Morocco. Sasa yote 9, 10 mke wangu alikotokea. Baba yake mzazi, babu yake aliyemzalia baba yake mzazi amezaliwa Algeria. Tubishe tulikuwepo. Kwa hiyo ukichukua Morocco, ukijumlisha Misri, ukiweka Algeria, mimi ni Mwarabu. Sasa kama wao wanaona kundi gumu, waandike barua kwa sababu wao ndio wana mwenyekiti wa vilabu, si ndio? Wanao mwenyekiti wa vilabu hawana? Waandike wa barua wafanye exchange. Waandike barua? Wafanye exchange. Sisi twende pale kwa Waarabu wao waje. Nimemsikia leo kama anasema eti kundi gumu. Kundi la kifo. Wewe hali mtu wa football unajichanganya nini hali mdogo wangu wewe? Hali mpira unajua. Najua hapo Yanga uko kazini ili mradi maisha yaende. Wewe football hali unajua.
Ali ndo mtu wa kwanza kuitangazia dunia Simba amesajili striker hajawahi kusajiliwa katika nchi. Wakati huo tunamsajili Moses Fili. Ali anaiambia dunia hawa Simba waangalie, wanajua kusajili wachezaji hawa. Eti leo Ali anakaa kwenye media anakuiteni nyinyi waandishi, anakwambieni kwamba kundi lilokuwepo si ligumu. Sasa yeye amtumie mwenyekiti wa vilabu Engineer Hersi, andike barua kwenda CAF, atasikilizwa. Wampachue pale Yanga, pap, wamlete huku si tuende kule. Wanasema wakubwa wamepewa kitu kikubwa. Kwa umri wake anasema wale wakubwa kuni kwa Simba Sports wale wadogo. Wote wale. Yes. Nani? Alahali wale wanakuja ya moto wa moto, Benjamin Mkapa, Pisto Masumane, Ticha wanatoka kule Brazil, kombe la vilabu wa dunia, mechi ya mwisho wanacheza na Bayern Munich, wanafungwa goli 2-1. Waulize Benjamin Mkapa alikutana nacho nini? Luis Mixon anaangalia kusini, anafunga goli kaskazini, kataa. Mwamba Luis Mixon anapiga chuma, Pisto Masumane amenyanyua hivi. Watu wanasema labda hataki kuangalia uwanja, kumbe anamwangalia rais wa Lahari bana. Anamuuliza vipi? Anasema huyu kijana akiendelea kucheza Simba atatusumbua. Huyu hapati namba kwenye timu yangu, lakini mchukueni akae hata bench. Akuchukuliwa Luis Mixon. Wametoa hela, unaweza kununua Pwani yote, lakini mimi tu pale kiwanja changu siuzi. Kwa mimi naamini wapambane, maneno tuache Watanzania. Kwa kundi jepesi. Mwaka huu jambo jema, jambo zuri, tumepeleka timu 4 kwenye ligi ya makundi. Upande wa makundi. Klabu bingwa 2, shirikisho 2. Niseme tu msiwe mnafiki. Na mimi ndoto yangu haidanganyi. Nimeziona timu 2 zimefuzu. Umeziona? Timu 2 zimefuzu. Shirikisho 1, klabu bingwa 1. Hawaja kuonesha kwenye ndoto rangi gani? Nazo. Miji na mizi akija usiku anidanganya, ananiambia kweli. Ananiambia klabu bingwa Simba Sports, shirikisho Azam Football Club. Walobakia watu wache. Mbona kama kuna namna umewatenga? Ndoto nimeota mama. Ndoto moja. Jinamizi lako linatokea Pwani nini? Mimi na mtu mmoja jinamizi anakuja usiku, atakachoniambia ndio hicho hicho. Akijawahi kufeli. Mikoa Kisugu, kwenye hili pia wapinzani wako leo wameanika na kuweka wazi kwamba michezo hii hatua ya makundi wanaenda kuipiga New Amani Complex huko visiwani Zanzibar. Hii taarifa umeiona, ni kama ameanza kukimbizana Kwanza nimeangalia nikawapongeza sana. Kwa nini? Nikampongeza sana Engineer Hersi Saidi. Nikampongeza sana rafiki yangu Arafat Haji Ali Shaban Kamwe. Lakini nikampongeza rafiki yangu na mwanachama wa Yanga mkubwa sana, na anatoa mchango mkubwa sana kwenye Dar es Salaam Africans, anaitwa Mudi Sebena. Kwenda Zanzibar wako sawa. Siku zote mtoto mwenye adabu na mwenye heshima akijua chumba cha baba hawezi kushirikiana naye. Kisugu, unamaanisha nini? Yanga wanajua Simba watanie sehemu zote, lakini sio klabu bingwa. Wakasema hawa tukikaa nao ukumbi mmoja klabu bingwa hawa na hawa baba kwenye mashindano haya sisi tutafeli. Wameenda kwa Hussein Mwinyi Zanzibar. Tunawapongeza katika hilo. Au kuna namna ambayo mlikuwa mmewaza? Lakini moja kubwa niseme, binafsi uongozi wa Yanga unafanya kazi nzuri kwenye timu yao, lakini mashabiki wa Yanga sio kweli wanafiki. Wanaisusa timu wa Dar es Salaam, wamezuia kuingia bure. Sasa Dar es Salaam viongozi wameamua kuchukua timu, wamepeleka kwa watu ambao wanaweza kuingia na hela kwenda kuiangalia timu. Kwa sababu kama 2. Kwa maana hiyo wamewakimbia. Wewe katika akili yako ya kawaida Kevo anaweza kutoa shilingi 20,000 kukata tiketi? Mara zote tunamuona uwanjani. Si mwanachama huyo. Wewe katika uelewa wako, tuzungumze ukweli, tumuogope Mwenyezi Mungu. Aliomba mbingu na ardhi. Yule godi anaweza kutoa 10,000 kukata kwenda kuiangalia Yanga? Semeni mshogope. Sinasema mimi, subutu. Yule Tina akatoa 20,000 hapa pachu 554 20,000. Tunaona unaenda kumwangalia nani? Mimi nakwambia Tina godi wako tayari kukata tiketi kuiangalia Simba, lakini sio kwenda kuiangalia Yanga. Hiyo ina maana gani? Wanajua kabisa wachezaji wenye haki ya kulipiwa uwanjani ni wachezaji wa Simba, wanapaswa kwenda kuangaliwa kwa kiingilio wa Yanga bure. Kwani juzi haikuwa bure? Tena mashindano ya klabu bingwa ilikuwa ya mkakati, haikuwa bure. Kwa hiyo viongozi wa Yanga wameona katika hili, sijawahi kuwapongeza, nawaambia hongereni zenu.
Mmeondoa timu kwa watu wanafiki, mmepeleka timu kwa watu wa kweli. Mashabiki wa Yanga wa Dar es Salaam wanafiki. Lakini afisa habari Ally Kamwe amewaita mashabiki wote Tanzania nzima wakutane Zanzibar. Wewe unataka wabague? Aondolewe kazi. Hapo lipo tu peke yake unamtengenezea majungu wa kumuondoa. Na wengine wamechangana hela, mmoja akasoma ili mradi waje kuchukua nafasi yake. Wewe hujui. Wewe usiache mimi nikatoa kodi watu wakanichukia wewe. Unasema? Tutege mtego wa mbala, tutege mtego wa mbala. Mimi hali mwanangu nikitoka na hapa navuta na ukota alafu namwambia. Jasusi anakupa mengi ya ndani. Hebu niambie hiyo ya. Amenipa mengi. Nyinyi hamjui Godi na Nasoro wamepigana? Wallahi wamepigana. Godi akatae, Nasoro akatae. Sababu nina ushahidi. Chele. Okoto. Wanamwambia Kisugu anajifanya na jasusi, wewe Nasoro ndio unaenda kusema. Mimi nishirikiane na Nasoro kuli. Mimi ni kwa kuli zamani nilimwacha na kazi hiyo. Ndio. Bwana Nasoro bwana. Ndio jasusi wako. Kumbe Nasoro anakufinyia na eti anatamia ananifinyia. Mimi ninazo. Nazijua. Na unazitoa kwa Nasoro. Yes. Kumbe Nasoro anakuwa anakugea. Nasoro hawezi kunigaia kwa sababu Nasoro yuko kwao. Juzi zimetaka kupigwa. Kevo ajuizi. Unampaza ndani. Msije hapa na maiki zenu mkewaoga. Mimi nasema My friends wamepigana. Wamepigana. Godi na nani? Na Nasoro Yanga. Kisa Okoto. Ile Okoto liko imetokea kwa nani? Kisugu. Sio Okoto. Kisugu anapataje taarifa? Wanachikana loni. Kuna mtu anakugea. Kumbe ninazungumza bwana za kweli. Sasa niwaambie Nasoro mtamuonea. Yupo mtu ananipa, walisafiri naye kwenda Arusha. Kuna mtu alipewa $60 Godi akakasirika kwani kapewa hela. Unawachonganisha Kisugu. Kisugu sasa. Na mkatoi. Hii inaenda kama ilivyo. Wewe Salome una kawaida kukatakata hii naiweka. Unagombana. Waache viongozi wa Yanga timu waipeleke Zanzibar. Ni nani alishoa 160? Waache viongozi wa Yanga timu wapeleke Zanzibar, umeondoa timu kwa wanafiki hapa. Lengo ni hilo, lakini tumezungumza na mmoja ya shabiki wa Young Africans anasema kwamba wanaondoka hapa kuelekea Zanzibar kwa sababu uchawi umekuwa ni mwingi. Ni kama mnakimbiana, yani kuna vitu mnafanyiana. Leo Yanga mabingwa ligi NBC. 100% walipatia matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa. Tunakubaliana hilo? Mliwapa alama 6. Tunakubaliana. Yanga moja ya kupambana. Katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Amefuzu katika uwanja Benjamin William Mkapa. Uchawi huo umeanza lini? Uchawi umeanza lini? Ukweli ndio huu. Mashabiki wa Yanga Dar es Salaam sio wa kweli, hawana mapenzi thabiti na timu yao. Huo ndio kweli. Leo waandishi semeni ukweli, fanyeni research. Simba miaka 4 hatujachukua ubingwa, ndivyo sivyo? Tunakwenda uwanjani atwendi? Tunaenda uwanjani. Lakini pia kwa upande mwingine mtoto mleavo ndivyo. Mijitu ya Yanga Dar es Salaam imezoea kuseleleka bure. Wamewalea wenyewe. Kamseleleka. Leo wamechukua timu wamepeleka Amani. Niwapongeze katika hilo. Mikae Kisugu, kuna jambo ambalo uliwahi kulizungumza. Kuna taarifa ambayo huyu ni mtoto wa nyumbani, tunamzungumzia Clement Mzize, ambaye taarifa imetoka ana majeraha na atakuwa nje wiki 8 hadi 10. Uliwahi kutoa maoni yako baada ya timu mbalimbali kuja kumuhitaji kwenda kwenye vikosi vyao, wakitajwa pia Wydad wakimuhitaji, na ukatamani kuona anaondoka na kuelekea kule. Hebu hii taarifa kwa mtoto wa nyumbani ambaye pia tunamtegemea kwenye timu ya taifa, unaizungumziaje Kisugu? Kwanza niseme ukweli. Nakupongeze sana Salome kwa swali nzuri sana. Binafsi ni taarifa ambayo nimepokea kwa maumivu makubwa sana. Sana zaidi ya sana. Umeumia. Kwa sababu ukiachia Dar es Salaam Young Africans, Mzinze mimi rafiki yangu sana. Na kikweli lazima niseme mara kwa mara huwa nampigana naye simu na kumpa pole lakini na kumuombea. Lakini kikubwa lazima niseme mimi ni Muislamu. Nitatumia maneno ya Kiarabu lakini nitamtafsiria Mzinze. Twende kazi. Maneno ya Kiarabu anasema khairi min Allah, shari min Allah. Tafsiri ya Kiswahili, kila jambo linalomkuta mwanadamu Mungu ameshalipanga. Kwa kikubwa ni muombe sana Clement Mzize abaki kwenye dua na sala kumwombea kwa Mwenyezi Mungu. Muomba Mwenyezi Mungu.
Binafsi nachukua muda mwingi kumuombea Mzinze. Si kwa sababu mchezaji wa Yanga, namuombea kwa sababu najua ni mchezaji ambaye analipambania taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si jambo jema, si jambo zuri kwa mwanadamu mwenye uelewa, baada ya kusikia taarifa ya Clement Mzinze akawa anapita babalani ni kushangilia. Yule ni binadamu. Niseme tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mzinze atapona na atarejea kulipambania taifa pamoja na timu yake. Mikoyo Kisugu, chochote cha kumalizia ambacho sija kuuliza kwa wapenzi wa Simba, kwa sababu kulikuwa na ukimya kwa muda kidogo, sasa mmerejea. Kwanza niseme, sio na kupiga dongo na kuambia ukweli, kuna mambo ya muhimu Salome wewe uyataki hususan kwenye Simba. Leo nitasema. Hivyo hujui tarehe 8 Simba anacheza na JKT Tanzania? Ngoja basi Salome, ngoja basi. Leo tumezungumzia klabu bingwa bana, inafika tarehe 21, tarehe 8 siku bado. Makundi yametajwa hayo muda mrefu. Hayo ni makundi. Makundi si ya juzi. Hayo makundi ya juzi Kisugu. Niachie. Nitembe na Salome, usimtoe katika ikashaka kwenye kona huyo. Hutaki mimi nirudi tena hapa kwako. Umenichoka? Huyu mwache nimweke mimi kwenye kona. Kisugu umenichoka. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Simba kwa nafasi hii alonipa Salome Mtanange. Moja kijana mzuri ameniambia nizungumze na mashabiki wa Simba. Nawaambia mashabiki wa Simba tarehe 8 tuna mechi yetu zidi JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Samuel. Leo tunashiriki klabu bingwa barani Afrika. Lakini njia ya klabu bingwa kufika maana yake ni kufanya vizuri kwenye ligi ya nyumbani, ligi ya NBC. Simba tunahitaji point 3. Moja, tunakwenda kucheza mechi ngumu kwa sababu historia ya JKT Tanzania na Simba walipokutana kila mmoja anajua. Mechi inakuwa ngumu, lakini mwisho wa siku Simba tunakwenda kupata matokeo. Lakini ugumu zaidi, JKT Tanzania katika ligi ya NBC zaidi ya mechi 3 hajapata matokeo katika uwanja wake. Ana hasira. Mechi ya mwisho bado amecheza na Mbeya City, bado sekunde tu anakwenda anasawazisha yeye kwa kumtumia Karabaka katika uwanja wake. Kwa unachukua nafasi ni ombe mashabiki wa Simba, kama kweli tunaamini kwamba tunahitaji kuiona Simba mwakani inashiriki katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, basi kwanza tukutane katika tarehe 8 katika uwanja Meja Samuel. Sio mechi nyepesi. Moja, acha kuzungumzia ubora wa JKT Tanzania, nenda kazungumzia ubora wa technical bench la JKT Tanzania. Kocha, natarajia matawi yote ya Simba wataweka utaratibu, kwa sababu Meja Samuel ni mbali. Watatangaziana kupitia kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, wataweka magari, waweke nauli za kwenda na kurudi, kwa sababu nauli watajua wao, ili tuweze kuona namna ambavyo tunakwenda kusupport timu yetu kwenda kufanyaje na kurudi. Lakini Salome nikupe cha mwisho. Huu mwezi mzuri kwa wana Simba. Huu mwezi mzuri sana kwa wana Simba. Nataka kuuliza kwa nini? Ukiachia tunacheza na JKT Tanzania, ukiachia mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, tarehe 30 Novemba tuna mkutano wana Simba. Tutakuja kulizungumza vizuri. Tutalizungumza vizuri. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Asante Kisugu.